السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika iman, kwa wale ambao kwamba washamaliza kuswali insha Allah wasongee karibu, kwa sababu leo tuko na mtihani wa umeme. Kwa hiyo mtasongea karibu, msinitoe jasho, songee karibu insha Allah. Katika risala hii ya Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri hafidhahu Allah, ambapo tutakwenda kukumbushana 10 qawaid fi tazkiyati nafs, misingi 10 ambayo ni ya kuenda kuisafisha nafsi, au tuseme mambo 10 ambayo mambo hayo kazi yake hasa ni kuisafisha nafsi kutokamana na madhambi na maasi. Mambo 10 haya, kabla tuende kuyazungumzia moja baada ya jingine, kwanza tuanze na kuizungumzia nafsi yenyewe, nafsi ambayo kwamba kila mmoja ako nayo, ili tuende kufahamu ina nafasi gani katika maisha yetu au katika mwili wetu nafsi. Anasema mwanachuoni huyu, fannafsu allati baina jambai linsan amruha adhim. Jambo la kwanza la kuzingatia kwetu sisi ni kwamba ile nafsi au moyo ambao uko katikati ya mbavu za mwanadamu, kila mmoja anao moyo, ndio tunaozungumzia hapa, kwamba ule moyo ambao upo ndani yetu, amruha adhim, jambo lake au nafasi yake ni kubwa mno katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu moyo ni sababu ya mimi na wewe kufaulu katika dunia yetu na akhera, na moyo utakapoharibika ni sababu ya kufeli katika dunia na akhera. Kwa hiyo nafasi ya moyo au nafasi ya nafsi ni kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda kuapa viapo kadhaa, viapo ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu ameapa navyo ni juu ya viumbe vyake vikubwa, ili akitaka kuizungumzia nini nafsi, au Mwenyezi Mungu akitaka kuzungumzia moyo, kwanza alianza na kuapa, kuonyesha kwamba kuna uzito mkubwa. Anasema washamsi wa duhaha, na apa kwa jua na mwangaza wake. Yani Mwenyezi Mungu anaapa kwa kiumbe chake jua na mwangaza wake. Walqamari idha talaha, na apa vile vile kwa kiumbe chake Allah, na apa kwa kiumbe chake mwezi, na unapozagaa au unapochomoza ukaanza kutoa nuru. Wanahari idha jallaha, kisha Mwenyezi Mungu akaapa na mchana huu tuliokuwa nao sasa, sisi tuko mchana. Mwenyezi Mungu anaapa na time hii, idha jallaha, pindi mchana unapo nawiri kwa nuru yake. Walaili idha yaghshaha, kisha Allah akaapa tena na zama nyakati za usiku na pindi zinapofinika kwa giza lake. Wasamai wama banaha, kisha Allah akaapa tena na mbingu na namna zilivyojengwa. Wal ardi wama tahaha, kisha Allah akaapa tena na ardhi hii tunaokanyaga na kutembea kufanya maisha yetu na namna ilivyotandikwa. Kisha Allah akasema wa nafsin wama sawaha, na apa kwa nafsi
na kwa yule aliyoiweka sawa, na hapa kwa moyo, na najiapia mwenyewe Allah kwa vile nilivyoweka sawa moyo. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, moyo wa mwanadamu tuliufundisha, tuliupatia ufahamu wa mema yake na maovu yake. Qad aflaha man zakaha, hakika amefaulu yule ambaye kwamba atatakasa moyo wake. Hakika amepata kufaulu yule ambaye kwamba moyo wake ataufanyia mambo mema. Wa qad khaba man dassaha, na ameenda kufeli yule ambaye kwamba moyo wake atauchafua kwa madhambi mbalimbali mpaka aende kupata ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana chuoni Abdul Razak bin Abd Muhsin al-Badri akizungumzia aya hizi, Mwenyezi Mungu aliposema qad aflaha man zakaha, bimaana amefaulu yule ambaye kwamba ataongeza katika wema, yani wema wake utakuwa mwingi. Walmuradu bil aya, na kusudio la aya hii hapa, anna man saa fi tazkiyati nafsihi, ya kwamba yule atakayefanya juhudi, bidii ya kusafisha nafsi yake au moyo wake, yule atakayefanya bidii ya kusafisha moyo wake, wa islahiha, na kuutengeneza moyo wake vizuri, bistikthari min at-ta'at, kwa kufanya wingi wa taa, maamrisho ya Mwenyezi Mungu, wal khairatu, na kufanya wingi wa khairi mbalimbali, wal ibtaadu an shururi, na yule atakayefanya bidii ya kujiepusha na mambo mabaya machafu, wasayiat, na mambo ya makosa na dhambi, tahaqqaqa falahuhu, huyu amehakikisha kufaulu kwake. Yule ambaye kwamba moyo wake ataufinyilia, ajibidiishe kutekeleza taa, ajibidiishe kutekeleza mambo ya khairat, aepuke mambo mabaya, huyu amehakikisha kufaulu mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake hata katika dunia, yule atakayejibidisha kuwa na tabia njema, atakayejibidisha kuepuka miadarati, huyu anatengeneza maisha yake mazuri. Lakini atakayebugia miadarati au vilevi, mugoka yuko ndani, bangi yuko ndani, ugoro yuko ndani, pombe yuko ndani, huyu ataharibika kwenye mandhari ya kuonekana hata kwa macho, ataharibika hata mavazi yake, ataharibika hata kila kitu chake, na programu ya maisha yake itafisidika. Kwa hiyo qad aflaha man zakaha, atafaulu yule ambaye kwamba atasafisha moyo wake. Kufaulu kwake kwa kwanza ni duniani, maisha yake kwenye dunia atakuwa mpangilio, na vile vile akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayefanya wema na taa anaenda kufaulu. Na kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema wa qad khaba man dassaha, na hakika amekwenda patupu, amepata khasara yule atakayechefua mazingira, yule atakayefisidi moyo wake. Falasi, mwanachuoni anasema basi yule mtu wa madhambi, yule mchuma maovu, yule atakayechuma dhambi, kad akhfa nafsahu alkarima, huyu atakuwa nafsi yake ambayo kwamba ni tukufu, ameiziba utukufu wake. Bifi'li al-athami, kwa kutekeleza madhambi. Wa tamaraha birradhail wal khasaisi, na akavurumiza moyo wake kwenye mambo machafu. Wa kamaaha wa ahlakaha, na hapa atakuwa ameuzuia moyo wake kufanya mambo ya khairi, na ameupoteza moyo wake. Bifi'li al-uyubi, kwa kutekeleza mambo ya aibu, kutekeleza mambo ya makosa, huyu atakuwa amepoteza heshima yake. Leo lao ataonekana mtu tu pale haeleweki kwa geti hapo, anaingia ndani huku, sawa, aonekane mtu pale kavaa nguo zimeparuka, ni mchafu, wewe anaonekana kama chafu huyo, sawa. Lazima askari pale atakuwa makini sana. Na hata sisi ambao tuko msikitini hapa, tukiona tu hali hiyo, kila mmoja afikiria viatu vyake nje, viatu vangu zitafika wapi? Lakini akiingia mtu kavaa kanzu vizuri, kavaa kofia yake vizuri, msafi, kwanza hata askari hata kuwa busy na yeye, anajua huyu ni mtu mzuri, anakwenda msikitini kusali, na walio ndani watakuwa na amani vile vile, wala hakuna atakayekuwa na wasiwasi na nini,
na viatu vyake, lakini hebu apite mtu na gunia pale ndani, papo kwenye geti ngine na gunia lake, hata kama amekuja kuswali, lakini kila mmoja roho yake kwenye nini? Viatu nje. Kwa hiyo yule ambaye kwamba nafsi yake ataisukuma kwenye mambo machafu na mabaya, huyu anaielekeza nafsi yake kwenye upotofu na aibu, hata sarat nafsan daniatan wadhi'atan munhata, mpaka nafsi hii itafikia pahali ni bure, haina maana, nafsi ambayo kwamba imetupiliwa mbali, haina heshima. Wastahaqat bidhalika alkhayba walkhusranu, kisha atakuwa huyu ameshikilia barabara ya kuhakikisha kuangamia na hasara. Fannufusu sharifatun, ama zile nafsi za hali ya juu za heshima, la tardha bil ashyai illa bi'alaha, hairidhii mambo yoyote ila yale matukufu yake. Mtu ambaye kwamba anajiheshimu, ameweka hali yake ya high class, hatoridhia mambo ya kipuzipuzi. Ni lazima atakuwa yeye daima anajiweka kwenye mikao ya watu wa heshima. Haiwezekani kwamba mtu ni 5 salawat kisha anakaa mikao za watu wa migoka, haiwezekani. Haiwezekani kwamba mtu amejibidisha kuhifadhi Qur'ani alafu akitoka hapo akakae kwenye maskani ya watu kucheza nini? Cheza drafu. Agabana hafidhu ule, lakini subhanallah, tani gani Sheikh? Shona, kwa hiyo watu watasema kweli amehifadhi Qur'ani, lakini angalia alipoketi. Au kweli yule ni khatibu wetu msikitini, lakini khatibu huyu amekaa wapi? Kweli huyu ni imamu wetu msikitini, tusalisha huyu mashallah, lakini angalia amekaa kina nani? Amekaa mademu pale ufuoni. Yeye amekaa angalia Jumapili anaenda ufuoni. Bahari si haramu kwenda, lakini kama vile ambavyo kwamba tunatakiwa kutafuta nyakati za kuitikiwa dua, basi pia tufute nyakati nzuri za kwenda wapi? Ufuoni. Sio Jumapili wewe unajua fuli mishangazi iko pale, wewe unajua fuli watu wote waovu ndio wakusanyika time hiyo, na wewe na jikanzu lako pia umeenda, hata ahali yako umeenda na mke wako na watoto wako penye mmekaa mwangalia maji. Hapana bwana. Mbona usiende Alhamis? Mbona usiende Jumatano? Tena nyakati ambazo unajua nyakati hizi hazina wale watu wanaomwasi nani? Mwenyezi Mungu. Lakini hapana, ameenda wakati ambao mama mtu mzima ameingia baharini na nguo ndogo, mdada poa ameingia pale pale kwenye maji na nguo ndogo, alafu wewe na mke wako umekaa pale na watoto pia, wakitoka kwenye maji muona nini? Kwa hiyo nafsi ambayo kwamba ni ya heshima, la tarda bil ashyai illa bi'alaha, hairidhii mazingira yoyote ama vitu vyovyote ila vitu vya heshima vya juu. Lazima utafute mazingira mazuri ya kukaa na utafute marafiki wazuri ambao ikifuatia masala kabla ya adhan mtaambiana bana, note mza sala zimefika, hata adhana bado, lakini tayari kwenye kile kikao mshakumbushana kwamba sasa ni wakati wa swala. Au kwenye mkao ule bana, sisi tumekaa, lakini mnakumbuka juzi Ijumaa khatibu wetu ama imamu wetu alisema kuna mchango pale fulani wa fulani msikitini uendelezwe. Hao ndio watu kae nao, lakini sio watu bana pale bana, mashallah muniri pale pako vizuri bana pale, unaja kutosha 50 yako nini Sheikh? Usikae na hawa, kaa na watu ambao wanamlishana nini mema. Hiyo ndio nafsi ya mtu mzuri. Wa afdhaliha, na vile vile tafuta maskani za watu bora. Wa ahmadiha aqiba, na anakaa na watu ambao kwamba mwisho wao ni mwisho wa kusifiwa, ni mwisho unaokuja na sifa njema. Hata ukiondoka duniani matamshi yanayotoka kwa watu ni matamshi mazuri ya sifa. Lakini angalia leo, mtu anakufa dunia anaelekea kwa Allah tabaraka wa taala, lakini waliobaki nyuma yake wanashukuru. Angalau sasa hivi uhalifu utapungua, angalau sasa hivi jambo fulani litapata afueni. Lakini sio hapana bana, hapa kuondoka kwa mtu fulani mambo mengi yatasimama ya khair. Lakini ya khair, hawa ndio watu ambao kwamba wanaondoka duniani kwa sifa njema. Mfano, siku mbili nyuma nimepata makta clip kwenye YouTube ya salatu tarawih katika msikiti wa Sheikh Nurdin Kishki. Anaswalisha mtoto wa shangazi yake kwa qiraat mbalimbali, asome hii, alafu mwisho kaswalisha witri Sheikh mwenyewe. Ukiangalia zile comment, watu wana comment pale chini,
kila mmoja mashallah, familia imebarikiwa. Naam, imebarikiwa, lakini kubarikiwa huku kumetengenezwa. Kule kubarikiwa ufanye nini? Umetengenezwa. Kwa Muislamu asibakie na mashallah wamebarikiwa hawa, na hata yeye Mwenyezi Mungu amempatia watoto, lakini watoto hawa amewaachia PlayStation, watoto hawa amewachilia goroli, watoto hawa kawaachia TV, hawana haja kuhifadhi Qur'an. Kilichobakia angalia kwenye simu pale, videos kwenye TikTok pale, asifuate wenzake hivi. Mashallah, watoto siku hizi Qur'an wewe. Basi. Hivyo ndivyo watu washatosheka, lakini yeye kumchukua mtoto wake kumpeleka pale akihifadhi Qur'ani ili mashallah hii iwe nyumbani kwake, haipo. Basi. Kwa hiyo wanufusu daniatu tahumu haula danaat. Kisha anasema wanachuoni huyu Abdul Razak ya kwamba na moyo mchafu unazunguka kwenye mambo machafu. Moyo mchafu unazunguka kwenye masala machafu, watakau alaiha, kisha unaangukia kwenye majambo hayo. Kama yakau dhubabu ala al-aqdhari, kama vile inzi anapoangukia kwenye nini? Uchafu. Kwa mtu mwovu daima vikao vyake, harakati zake ni zile mbaya mbaya. Hivi ndivyo vinakuwa. walamma kanat tazkiyatu an-nafs bihadhihi al-ahamiyya. Kwa nukta hii tuliofika inatuonyesha kwamba kule kuutakasa moyo, kuusafisha moyo wako ama wangu, ni jambo ambalo kwamba limebeba umuhimu mkubwa. Wajaba ala kulli muslim, sasa ni wajibu kwa kila Muislamu, hasa tukiwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Ni wajibu, ni lazima kwa kila Muislamu, nasihin li nafsihi, akae anasihi moyo wake, azungumze na nafsi yake. Ushekhe kama unavuta bangi uwezi liacha mpaka uchukue maamuzi. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Mwenyezi Mungu habadilishi tabia za watu mpaka watu wabadilishe tabia za ndani ya nafsi zao. Kwa hiyo walaji marungi na mugoka wasikae kwamba eti kuna siku ataacha, mpaka achukue maamuzi maalum yeye mwenyewe kwamba mie mbasi sitafuni tena upuzi huu. Asitarajie kwamba kuna dua atafanya ama atasomewa ama asome Qur'ani aache. Mwenyezi Mungu habadilishi mtu kwa mujibu wa Qur'ani, mpaka mtu achukue maamuzi ya kufanya nini? Ya kubadilika. Kwa hiyo nafsi au moyo ilipokuwa sasa ni wajibu kwamba nyoyo zetu lazima ziwe safi, wajaba ala kulli muslimi, sasa inakuwa ni wajibu kwa kila Muislam, nasihin li nafsihi, anasihi moyo wake, azungumze na moyo wake, an yu'na biha inayata faiqa, ili apate kuuchunga moyo huo, tena uchungaji wa hali ya juu. Wa an yujahida nafsahu, na apambane na nafsi yake, fi hayatihi, wakati wa uzima wake. Sasa hivi ndio nafasi ya mwanadamu apambane na maisha yake na nafsi yake. Kama hajui kuswali ajifundishe sala, kama hajui Qur'ani asome Qur'ani, kama hajui wudhu ajifundishe wudhu. Wallah, atakayesema miesi na wakati na akae hana wakati, lakini malakul mauti akishaagizwa atakuja atoe roho hiyo na wakati hauna. Kwa hiyo ni kila mmoja azungumze na moyo wake na pambane nao kisawasawa, fi hayatihi ala tahqiqi hadhihi alghayat alhamida, katika maisha yake haya dunia kabla ya kufa kwake, ili ahakikishe lengo hili zuri la kusafisha nini? Moyo huo hapa duniani. Kwa umri uliokuwa nao, pambana kisawasawa, uhakikishe kwamba unabadilika, unakuwa mtu mwema. Tunapozingatia kwamba tuko ndani ya Ramadhani, watu wengi sasa hivi wanasali, watu wengi sasa hivi wanatoa sadaqat, watu wengi wanakaa mikao mizuri ya muidha na darasa mbalimbali. Hivyo ndio anatakiwa mwanadamu huyu aishi kwenye maisha yake hivyo hivyo, tena umri wote, kwamba hizi sala sio za muula, sio swala za mpango, kwamba tunasali Ramadhani ikiisha sasa tumekuisha. Sio hivyo.
wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. E Muhammad, muabudu Mola wako mpaka kifo kije. Sasa sisi bado mauti hajafika, Ramadhani kishakwisha, na si ibada basi. Sasa inatakiwa ibada ya sala, ibada ya sadaqat, ibada ya tilawatul Qur'ani iwe ni maisha yanaendelea. Kila siku tunasali, ikihitajika sadaka unatoa kama unacho, ukipata wasaa unasoma Qur'ani. Kama vile Ramadhani unapanga timetable kwamba mimi nitasoma juzu moja leo, kesho juzu nyingine. Ramadhani ikifika mwisho na mimi ninafanya khitamu ya Qur'ani moja. Kuna wengine wameweka kila siku juzu 3. Ramadhani ikiisha amerejelea Qur'ani mara ngapi huyu? Takriban mara 3 hata zaidi. Kuna wengine kila baada ya siku 3 ana khitamu moja ya Qur'ani. Kuna mwingine kila wiki ana khitamu moja ya Qur'ani. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa. Na hatuwezi fikia sehemu hizo mpaka tuhakikishe nyoyo zetu tumezisafisha kisawasawa. Ifike pale Qur'ani ukisoma unapata ladha Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ina ladha yake, lakini huwezi pata ladha yake kama moyo umechafuka. Ndio pale Qur'ani ukisoma unasinzia. Kuna watu wasoma Qur'ani wanasinzia, sikia usingizi sana. Sasa kumbe kuna dawa hii ya usingizi. Kuna haja gani tuna vidonge vya usingizi? Sheikh, sipata usingizi, mwambie soma Qur'ani. Kama upate usingizi, usipate tabu, soma Qur'ani, usingizi utakuja. Upate usingizi, sali qiyamul layl, simama usiku. Wallahi ukisimama usiku usingizi utakuja tu. Leo mtu ana meza na madozi kwenye kabati hapo ya usingizi tu, unapata tabu gani? Simama qiyamul layl. Waja wema natangulia, mmoja wao anasema laula al-layli lamma ahbabtu al-hayati, lau ingelikuwa si masaa ya usiku nisingependelea kuishi. Yani ingelikuwa hakuna nyakati za usiku kwamba tunafanya ibada kwa ladha yake, nisingependa kuendelea kuishi. Anaashiria nini? Aashirii kwamba anaomba kifo. Anasema ile ladha anayoipata kwenye visimamo vya usiku, wallahi ingeondolewa kisimamo hiki nisingebaki duniani. Kuashiriwa, kuna watu wanaposoma Qur'ani, ile furaha waliokuwa nayo na Qur'ani hiyo, hata time ya TV hawana. Wanatema TV. Leo mwanamke wa Kiislamu au kijana wa Kiislamu anaboeka eti TV imekatika, kuna umeme, ama TV imekatika kwa sababu dish haijalipiwa, au simu yake bana wifi haijalipiwa kutoka jana hapa bana, tumeboeka bana, kuna wifi hapa nyumbani. Anaboeka na Qur'ani iko. Sheikh, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Jueni enyi watu, pale kwenye kumtaja Allah watu wanaondokewa na kuboeka, nyoyo zinatulia, anaondokewa na stress. Unaposoma Qur'ani, unapoleta adhkari, istighfar, mawazo, depression zinakwisha. Leo watu wana msongo wa mawazo kwa sababu wamejawa na madhambi, hawana time na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wallah, wanaosoma Qur'ani kisawasawa hawana stress, kwa sababu ahadi zote wanazo. Anajua nikipata pesa Allah amenipangia, nikizikosa Allah amenipa mtihani, anafanya subra. Lakini kwa Qur'ani hakuna. Shekhe, inapokwenda kupungua ration ya chakula nyumbani, mama kweli pressure kweli, usiniache hapa na watoto, mimi kaliliwa peke yangu hapa. Hana mpango huko kwamba hii riziki inakuja kwa mpango Allah ameandika. Ration anatazama sukari bado ya wiki moja hapa, wiki nzima sukari ndio iishe, lakini tayari baba hana amanda na nyumba. Fanya mpango ongeza sukari, ukienda ukifanya mpango ongeza sukari. Mbona useme fanya mpango pata time soma Qur'ani? Hebu pangilia kazi zako usome Qur'ani bwana. Yeye jukumu lake kubwa, fanya mpango kwa sukari naisha, futari naisha. Kwa nini? Kwa sababu ana kalak kwenye moyo, ana babaiko la maisha. Kabisa. Ana babaiko kubwa limemjaa, yani moyo uko farigh, uko empty. Lao ingelikuwa akiamka alfajiri yake, mama huyu anaamka anaswali fajiri yake, anasoma Qur'ani mpaka jua linachomoza, asingekuwa time ya kusumbua na sukari wala majani. Sio na time hiyo. Mmoja katika wake za Mtume alayhi salatu wasalam, mmoja katika wake wa Mtume alayhi salatu wasalam, alikuwa akiswali salatul fajr, anaenuka kwenye msala wake salatul dhuhur. Huyu anauliza chai huyo kweli? Waislamu, lao ingelikuwa bibi zetu salatul fajr kisha swali pale kwenye mkeka haenuki mpaka dhuhuri nafika pale, angeuliza chai? Angeuliza maamri?
Mama huyu wa waumini amejulikaniwa na masahaba, siku amekufa anakwenda kuzikwa, ndio wanajua hata huyu alikuwa mke wa Mtume huyu. Hawakujulikana kwa sababu nafsi zao zilikuwa zimepata utulivu, zimepata amani. Kwa Muislam ambaye kwamba atashikana na dhikrullah, moyo wake unatulizana kabisa, tulizana kabisa. Njoo kwetu leo, ilipokuwa Qur'ani imetupiliwa mbali, nyakati za ibada twashindana feri kutafuta viazi tamu, nduma, viazi karai, futari kama 20 na atakuja kule viazi viwili tu. Sasa ilikuwa ni time nasome Qur'ani, iftari itachukua za alasiri huko. Sasa yuko busy pale, hata msafa juu uko wapi? Kisa nini? Amefunga. Tunapofunga budget badala ishuke, ndio budget kwa nini kubwa? Yani budget ya Ramadhani iko ghali kuliko budget ya Shaaban na miezi mingine. Ukiangalia maisha yetu sisi, budget ya chakula pale nyumbani Ramadhani imekuwa ghali sana, vakula expensive sana, na kula ni mara moja tu au mara mbili, iftar, suhur. Lakini ukala budget ni kali kweli kushinda siku za mchana ambao tunakula. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi funga kwetu maandalizi si ibada, maandalizi ni ya kula. Maandalizi ya sisi kwenye ibada zetu ni kula, sio ibada. Kwa ndugu zangu, kile cha kuzingatia ni kwamba kila mmoja ayujahida nafsahu fi hayatihi, apambane na nafsi yake katika hali ya uhai wake, ala tahqiqi hadhihi alghayat alhamida, ili kuhakikisha lengo hili bora la kusifiwa, liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu, ili afaulu katika dunia yake na akhira yake, wa yun'ama bisaadati alhaqiqiyya, na apate kuneemeshwa kwa mafanikio ya hakika. Mafanikio ya hakika Waislamu ni kesho akhira. Huko ndio kuna mafanikio ya nini? Ya hakika, ambapo kwamba hayafilisiki. Lakini mafanikio ya dunia, leo uko na senti, kesho kiamka hauna hata shilingi, unajusema kijana kwa shilingi mfano na sasa hata shilingi. Kweli? Leo umeamka una kibarua, kesho unafutwa. Leo umeamka una afya, kesho unamka mgonjwa. Mafanikio ya dunia yana ukomo, lakini mafanikio ya hakika ni akhira. Kwa Muislam ahakikisha anatakasa nafsi yake ili kufikia lengo la kufaulu katika maisha yake ya dunia na akhira. Ndugu zangu katika iman, Mtume alayhi salatu wasalam anasema, wa inna li nafsika alayka haqqan, hakika ya nafsi yako ewe Muislam juu yako ina haki. Nafsi yako ina haki kwako. Panga program vizuri ya maisha yako, na panga program vizuri ya akhira yako. Toa wakati wa kusoma Qur'ani, toa wakati wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, toa wakati wa istighfar, kisha toa wakati wa kibarua chako na familia yako. Nafsi yako ipangie program vizuri, uhakikishe kwamba katika mzunguko wa umri uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala hautoenda kujutia, kwa sababu ile siku malakul maut atajitokeza na iwe kashapewa amri ya kukurejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuja kusema ya laitani qaddamtu lihayati, ole wangu mimi, afadhali ningelitanguliza kwenye maisha yangu. Wakati huu tuliokuwa nao ni wakati wa kutanguliza khairati na taat na qurbati mbalimbali. Muislamu ajitahidi, badala kusubiria tende za msikitini, atawe nafasi unayo, nunua paketi yako ya 100 pale feri au ya 200, njoo ugawie Waislamu wapate iftar, ubebe fadhila za saim. Mwenye kumfuturisha aliyefunga naye anapata ajiri ya funga hiyo kama vile ambavyo kama atapata aliyofunga. Sisi tunaona labda ni mapochopocho, tumuite nyumbani aje ale chapati maragi ya nazi. Sio hivyo. Ile tende ya kwanza atakoitia mdomoni mwake, dhahaba dhama au btalat al-uruq wa thabata al-ajr insha Allah. Ikiwa ni ya kwako tende hii umempatia wewe, umepata ajiri ya funga yako na yake bila yeye kupunguzwa thawabu yake. Ile katoni ya maji utakayonunua ya 340 au 380
ukaileta msikitini, imamu wa tarawih akanywa maji hayo, ni ajili mbele ya Allah. Lakini muislamu huyu anabaki Ramadhani mzima, hatopeana tende, hatopeana maji, hatofanya lolote. Ikizidi anakuja msikitini, shekhe, kuna tende huko, pia apeleke mke wake nyumbani, wakati tende feri 50. Yani paketi ya shekhe, uko tena shilingi 50, unataka tende msikitini? Ni wakati tusafishe nyoyo zetu, na kusafisha nyoyo hazisafishwi na steel wire na jiki na sabuni, zinasafishwa na ibada na taa. Ufanye juhudi ya kusoma Qur'ani, ufanye bidii ya kusali. Leo tarawihi watu wameitoroka msikitini kwa sababu amesikia kwenye hutuba tarawihi ni sunna. Amesikia hivyo, lakini pamoja kwamba ni sunna, hebu msikie mtume wake asema nini? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yule atakayesimama ndani ya zisimamo za Ramadhani kwa imani thabiti na kutarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasamehewa yaliyotangulia katika dhambi zake. Wanachuoni kwenye kufasiri hadithi hii wakasema hii ya tarawih, kisimamo hiki ni kisimamo cha tarawih, ni sunna lakini unafuta dhambi. Sisi tunatoroka tarawih. Waislamu time ya iftari wanakula kupitiliza kiasi ambacho tarawih saa 2:30 kashachoka na kula. Kwa hiyo kusimama nasikia uvivu, aswali tena tarawih kabisa, kwa sababu amekula kama anauawa. Kuna watu lisani kisheko anakula kama anababa na kushamaliza kunyonga, kula mara ya mwisho bwana. Yani anakula kana kama hatokula tena. Bwana mimi nishazoea kumkishafungua mimi jagi zima la maji. Na nikakwambia kuna jagi zima ndo siku na saumu. Yuanywa lita 3 kwa mpigo bila hata kupumzika. Hii hatari sana. Kwa tunakula kama wanavyokula wanyama. Ngamia akinywa na kunywa maji kweli kweli, na mimi na wewe tukinywa maji pia tupiga jagi zima. Sio hivyo. Kunywa maji kiasi, kula tende kidogo, pata wasaa wa kuja kuswali nini? Tarawih. Kwa sababu utakapokula vizuri, basi utakuja kuswali vizuri. Itakapokuwa umejijaza, umebakia soma kama una sweat tutoka maji mpaka bana. Mimi nikisha kula mwaga maji hata na sweat anajisifia kule kuswali sana. Yona ni afya, lakini ibada zinampita. Ibada zinampita. Anatakiwa Muislamu tumbo lake liwe mara ngapi? Mara 3. Thuluthi ya chakula, thuluthi ya vinywaji, thuluthi ya pumzi yake. Leo sisi sehemu ya chakula, sehemu ya maji, chakula, sehemu ya pumzi, chakula, alafu tutakunywa maji saa ngapi? Sasa anaziba sehemu zote, alafu anamwaga na maji. Akifanya hivi kusimama hawezi, baki hapo hapo. Mzee wa Kiislamu ameweza kula na koroma dakika 5 ashakotegemea ukuta na koroma shekhe. Waka watoto wadogo naogopa kana mzee karibu koroma kama anachinjwa bwana. Sio hivyo, tule kidogo, tunywe maji kidogo, tupate wepesi wa ibada. Tupate wepesi wa ibada, kwa sababu huu sio mwezi wa kula na kunywa, ni mwezi wa kutakasa nafsi kwa ibada, mwezi wa bidii ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kusudio la Ramadhani tupate mazoezi ya kumcha Allah, sio kula. Ni sehemu ya kuja kusoma ucha Mungu. Yani yale maisha ya Ramadhani ni sehemu ya kutuonyesha Waislamu wanatakiwa kuwa namna gani. Waislamu wanatakiwa kuwa watu wa ibada, watu wasomaji wa Qur'ani, watu wanaosaidiana. Kama vile Ramadhani wanavyoishi ndivyo waishi miezi mingine hivyo hivyo. Ndugu zangu, tukirudi insha Allahu taala katika jilsa itakayofuatia Alhamis, tutakuja kuzungumza sababu ya kwanza au msingi wa kwanza wa kuisafisha nafsi. Nalo jambo la kwanza, at-tauhid aslu ma tuzakku bihi an-nufus. Tauhid ni msingi wa kwanza ambao unasafisha nafsi zetu.
Kama hakuna tauhid, hakuna vile tunaweza safisha nafsi. Wallahi, saidia unavyosaidia. Jenga mabwawa ya maji, watu wanywe maji bure. Jenga visima mbalimbali, saidia mavazi mbalimbali, toa vyakula kila kona za dunia. Kama huna tauhid, hakuna kheri yoyote kwenye ibada hizo. Hata kufanya mema kiasi gani, asiyekuwa Muislamu hata kafanya mazuri kiasi gani, hayana hesabu mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jambo la kwanza la kusafisha moyo, at-tauhid, ni watu kushika tauhid. Hapo ndio tutakuja kuendelea insha Allahu Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.